Ikiwa ni siku kadhaa baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka 2025, wapinzani wameshinda baadhi ya majimbo 7 na wametangazwa rasmi. Yapo majimbo kadhaa ambayo yametangazwa na yamechukuliwa na vyama kadhaa vya upinzani ikiwepo ACT pamoja na Chauma, na vyama hivi ni kama ifuatavyo. Lipo jimbo la Ukonga. Jimbo hili limechukuliwa na Bwana Bakari Shingo wa ACT Wazalendo, ambapo mbunge wa jimbo hilo alikuwa ni kutokea Chama cha Mapinduzi kwa maana ya CCM, ambaye alikuwa pia ni waziri kwa maana ya Mheshimiwa Jerry Silaa. Kwa nini Ukonga? Ukonga kwa sababu ni tumaini la watu wa Ukonga. Okay. Ukonga unahitaji kwenda na Shingo. Unahitaji kupiga kura mabadiliko siku ya 29 mwezi wa 10. Jimbo la Segerea, jimbo hili limechukuliwa na Bi Agnesta Kaiza wa Chauma. Mbunge wa jimbo hili alikuwa ni Bi Mheshimiwa Bona Kamoli kutoka Chama cha Mapinduzi. Yaani kila chama kina nadi sera kulingana na maisha tunayoishi ya kila siku. Yaani hakuna anayetoka nje. Yaani hakuna rais atakayekuja na sera ambayo haiongelei uhitaji wa maji, miundombinu, sijui elimu, sijui afya, vyote. Ila shida inakuja sehemu moja. Mnajua CCM ina ilani nzuri sana ukisikiliza. But when it comes kwenye kutekeleza mambo, yanabaki kwenye makaratasi. Na jimbo la Tunduru, jimbo hili limechukuliwa na Bwana Ado Shaibu wa ACT Wazalendo. Mbunge wa jimbo hili alikuwa Mheshimiwa Hassan Kungu kutoka Chama cha Mapinduzi. Kama hakuna lamani inayoeleweka, tutakuwa hatuna cha kuwaeleza Wazanzibari, na kwa hiyo tunajiondoa na tuende kwa rais wa Zanzibar, tumwandikie, tumuone, tumueleze, na nataka kukuhakikishia. Okay. Sisi tutajiondosha katika serikali ya umoja wa kitaifa kama haya mambo yaloandikwa na Maalim Seif na yakakubaliwa na Rais Mwinyi hajafanywa kazi, kwa sababu Wazanzibari watatuhukumu na sisi hatukubali watuhukumu kwa sababu ya serikali ya umoja wa kitaifa. Kigoma Kaskazini, jimbo hili limechukuliwa na Chama cha ACT Wazalendo kupitia mwenyekiti wao wa mkoa huo Bikiza Mayeye, ambaye amechukua nafasi ya ubunge akimpiga chini mbunge wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Asa Makanika. Bikiza amemtoa kwa kura za kishindo aliyekuwa RC wa Iringa mzee mzima Peter Serukamba wa CCM. Jimbo la Mtambile, jimbo hili limechukuliwa na Saidi Ibrahim Mzimba wa ACT Wazalendo. Mbunge wa jimbo hili lililopo Pemba alikuwa Mheshimiwa Saif Salim Saif wa CUF. Mwezi Januari mwaka 2025, CUF ilimvua wanachama kwa madai kuwa alikisaliti kwa kukiunga mkono CCM. Juni 28 mwaka 2025, Bwana Saif alijiunga rasmi na Chama cha Mapinduzi. Awali aliyeshinda jimbo hili kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 alikuwa Mheshimiwa Masud Abdullah Salim wa CUF. Mheshimiwa Salim alifariki Julai 25 mwaka 2022. Hivyo uchaguzi mdogo ukafanyika ambapo Mheshimiwa Saif akashinda. Lakini jimbo la Nkasi Kaskazini, jimbo hili limechukuliwa na Mbwilo wa ACT Wazalendo. Mbunge wa jimbo hili alikuwa Bi Aida Kenani, mbunge pekee aliyekuwa ametoka chama cha upinzani wa kuchaguliwa kwa maana ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambaye hakugombea kwa vile INEC iliengua Chadema kwenye uchaguzi wa mwaka huu, ambapo kwa mujibu wa sheria hawakusaini kanuni za maadili, hivyo kujiondoa rasmi kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi wa mwaka 2025. Lakini nikihitimisha na jimbo la Nkasi Kusini, jimbo hili limechukuliwa na ACT Wazalendo. Mbunge wa jimbo hili alikuwa Mheshimiwa Vincent Mbogo wa Chama cha Mapinduzi. Mimi ni Gedmuya na hii ni Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.